Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa mazungumzo ya kuvimaliza vita nchini Iran yanaendelea kwa utaratibu na kwa njia yenye kujenga, na kuongeza kuwa hawana haraka ya kufikia makubaliano. Trump amesema hayo jana Jumapili kupitia mtandao wa Truth Social kwamba amewaagiza wapatanishi wa Marekani kwenye mazungumzo hayo kutokimbilia kufikia makubaliano kwa kuwa bado wana muda na kwamba pande zote zinapaswa kuwa makini. Shirika la habari la Tasnim la nchini Iran lilitangaza kuwa makubaliano yanayotarajiwa ya kuvimaliza vita hivyo bado yanaweza kufutwa hata katika dakika za mwisho, kwa kuwa Marekani bado inazuia sharti muhimu la Iran kwenye makubaliano hayo la kuachiliwa mali zake zinazozuiliwa kwenye nchi mbalimbali. Habari za ulimwengu. Israel imefanya mashambulizi makubwa kusini na mashariki mwa Israel licha ya makubaliano ya kusitisha vita, huku mkuu wa kundi la Hezbollah akielezea matarajio ikiwa kutafikiwa makubaliano kati ya Iran na Marekani ya kuvimaliza vita vya Mashariki ya Kati vinavyojumuisha Lebanon. Israel imeendelea kushambulia kile ilichokitaja maeneo ya Hezbollah nchini Lebanon licha ya usitishwaji vita nchini humo ulioanza Aprili 17 na ambao muda wake umeongezwa kwa wiki kadhaa. Hezbollah linaloungwa mkono na Iran pia imeendelea kuwashambulia wanajeshi wa Israel waliovamia kusini mwa Lebanon pamoja na maeneo yao yaliyopo kwenye mpaka. Hata hivyo, mkuu wa kundi la wanamgambo wa Hezbollah Naim Kasim amesema wana matarajio makubwa kuwa watakuwa miongoni mwa wanufaika wa usitishwaji wa mapigano ikiwa makubaliano hayo yatafikiwa. Habari za ulimwengu. Mamlaka za nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema visa vinavyohisiwa kuwa vya Ebola vimeongezeka na kufikia 900 katikati ya mlipuko wa ugonjwa huo mashariki mwa taifa hilo. Taarifa ya Wizara ya Mawasiliano iliyochapishwa kwenye mtandao wa X jana Jumapili imesema kulikuwa na visa 904 na vifo 119 vinavyohisiwa vimetokana na maambukizi ya Ebola. Mkurugenzi mkuu wa Shirika la Afya Ulimwenguni WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amethibitisha takwimu hizo na kuongeza kuwa juhudi za ufuatiliaji zinazidi kuimarishwa. Mamlaka za Kongo hapo kabla zilitangaza zaidi ya visa 700 vya Ebola na zaidi ya vifo 170 vilivyoripotiwa kwenye jimbo la Ituri ambako ndiko kitovu cha mlipuko huo.